what happening to Harmonize? I think this is the question ambayo inabidi nijiulize sana, kwa sababu duniani bwana wanasema kwamba Mungu anaweza kukupa vitu vyote, lakini kuna sehemu tu watatafuta ya kukupiga matukio angalau ikusumbue. Harmonize ni mtu ambaye amekuwa akisumbuliwa sana na mapenzi. Hivi ni mapenzi au anasumbuliwa na Kajala? Maana sije nikasema anasumbuliwa na mapenzi, kumbe ameshindwa kujiassociate na mtu mwingine. Anasumbuliwa na Kajala. Yes, juzi Harmonize alikuwa kwenye show pale Tabata katika usiku wa kombe la dunia, na katika vitu ambavyo Harmonize alivifanya siku ile ilikuwa ni bonge moja la show. Hiyo ndio namba moja. Namba mbili ni kile ambacho alikizungumza kwenye show hii. Nataka umsikilize mwenyewe ili usiseme kwamba sisi tunamuonea. Wow, beautiful girls. Nataka kitu moja tu nzuri. Kaya amaringa bwana. Nataka nibembeleze. Ana adabu pia niishi. Pia anaona mdogo yani kuna jinsi aniishi. Yani kuna jinsi aniishi. Kupitia hii video Harmonize anasema kwamba Kajala amekuwa ni mtu ambaye analinga sana, lakini pia Kajala ni mtu ambaye anamchukulia poa au kwa sababu yeye ni mdogo. Harmonize anafikiria kwamba Kajala anamchukulia poa kwa sababu yeye ni mdogo. I don't know kama inaweza kuwa kweli, kwa sababu yes ndio yupo kwenye uhusika jamani. Tusizungumze vitu vingine. Inawezekana kwa sababu yeye yupo kwenye uhusika, anafahamu zaidi kwamba ni kwa namna gani Kajala anaonekana kumdharau kwa namna moja ama nyingine. Lakini all in all, nafikiri sasa Harmonize kwa stage ambayo amefika haswa ya kimuziki, anatakiwa investi kwenye career yake zaidi. Kama mapenzi yamekuwa yakimsumbua sana, mimi nafikiri ni muda yeye kuinvesti kwenye muziki wake zaidi na kuachana mambo ya mapenzi. Mapenzi sio kila mtu jamani. Lazima tufike mahala tuambiane ukweli. Harmonize ni superstar, kwa sababu sometimes ukiendekea sana mapenzi, kitakachoje kutokea kwa Harmonize ni kwamba atayumba kimuziki. Huo ndio ukweli, kwa sababu mapenzi yana take feelings, yanakukonka kila kitu, unashindwa kufanya kila kitu. Na Harmonize imeonekana kabisa kwamba beki hazikabi kwa Kajala. Kama ni drama sawa, kwa sababu pia wamezoea kufanya drama, lakini kwa kile ambacho nilikiona hata siku ya uzinduzi wa kipindi cha wale Big Six kule, wale A-list wanaitwa Big Six A-list, niona kabisa kwamba Kajala ni mtu ambaye it's like kuna kitu ambacho hakiko sawa kati yake yeye na Harmonize. Ni mtu ambaye alikuwa anamuignore sana Harmonize, japokuwa watu wa karibu wakina Kajala, kinamaanisha pale Auntie Ezekiel na wengine, walionekana kama vile wapo upande wa Harmonize, wanatamani kuona Kajala na Harmonize wako pamoja, wanaimba kwa pamoja. Lakini kwa upande wa Kajala hakuonesha ushirikiano mzuri hata wakati Harmonize anaimba pale kwenye ile show. So sasa hivi ni muda ambao naweza nikasema Harmonize inabidi akutane sana na wana saikolojia waweze kumsaidia, wamfanyie counseling ili aweze kupambana na muziki wake, kwa sababu kama ata invest muda mwingi zaidi kwenye mahusiano ambayo yamekuwa yakimyumbisha na anasema kwamba anadharaulika. As you know, mwanaume akisha dharaulika na mwanamke, kuna kitu ita ego ya kiume huwa inaondoka. Ego ya kiume ikishaondoka, matokeo yake ni kwamba unashindwa kujiamini, unashindwa kufanya kazi zako vizuri. So athari za Harmonize kuentertain mapenzi inaweza kumwathiri moja kwa moja kwenye muziki wake au kwenye kazi yake. Tumeona jinsi ambavyo progress ya Harmonize ya kimuziki ni nzuri japo hairidhishi, kwa sababu kwa level ya Harmonize ambaye tulikuwa tumemzoea, ni mtu ambaye amekuwa akionyesha kabisa kwamba anapambana kufanya harakati zake za kimuziki. Juzi kati alitangaza kwamba kutakuwa kuna world tour, lakini mpaka sasa hivi muda unazidi kwenda, hatujaona chochote, hakuna information yoyote juu ya kucancel hizo tour, lakini tarehe zinavuka, show hazifanyiki. So hii ni moja kwa moja kwamba Harmonize kimuziki kuna vitu ambavyo anavipitia pengine vinaweza kuwa shida. I don't want to kumtuhumu moja kwa moja kwamba eti Harmonize hivi na hivi na hivi. Naweza nikasema labda mwaka huu haujao mwaka mzuri sana kimuziki, japokuwa tuko nusu bado. Inawezekana pia kuna album ametangaza itatoka 31, imeshatangazwa kwamba itatoka kwa muda mrefu sana.
mpaka leo hii hatujapata nafasi ya kuitazama au kuisikiliza album hiyo. So Harmonize ana deni kubwa sana la kwenye muziki kuliko kawaida anavyofikiria yeye kutuletea sisi drama za mapenzi. Mimi ni moja kati ya watu ambao I like hustle za Harmonize kimuziki. Napenda jinsi ambavyo anajipambania, napenda jinsi ambavyo ametuonesha kwamba everything is possible kama ukiamua kuconcentrate na kufocus kwenye kila kitu ambacho anakifanya. Alinvest muda wake wakati ametoka WCB. Nafikiri yeye ndio msanii pekee ambaye ametoka WCB na akapata mafanikio kwa muda ule ambao watu wengi walikuwa nadhania kwamba ukitoka tu WCB basi wewe shughuli yako imeisha. Lakini Harmonize akatoka WCB. Tunafahamu nguvu ya bosi wake wa zamani, jinsi ambavyo ilikuwa, ambavyo watu wengi walitabiria kwamba kwa jinsi nguvu ya bosi wake wa zamani ilivyo, basi hatoweza kufanya vizuri au hatoweza kumaintain kwenye game. Lakini Harmonize akaprove watu wrong, akapambania muziki wake, mwisho wa siku tukapata kitu kizuri kutoka kwake. So bado sisi Harmonize tunakudai sana. Umeachia ngoma nyingi zimefanya vizuri local. We want you to be an international artist. We want to see you kwenye big stages za muziki duniani, na kama tunahitaji tukuone huko, basi inabidi kuna vitu fulani ambavyo ni unnecessary basi uweze kuachana navyo, ili mwisho wa siku tuweze kupata kazi nzuri kutoka kwako. Umepata nafasi ya kupata mashabiki wengi ambao wanapenda kazi yako ambao unaifanya. Umepata nafasi ya kukubalika na viongozi, nafasi nyingi sana umezipata. Vita ni nyingi sana, vita za kimuziki ni nyingi ambazo wasanii wetu huwa wanapambana, za kibiashara. As you know, kila biashara huwa ina vita zake. Hata sisi kwenye utangazaji kuna vita, kwenye media kuna vita. So hata kwenye muziki pia napo kuna vita. Kwa vita ambayo Harmonize kaipigana huko nyuma, we don't want to lose him kwa sababu ambazo hazina msingi. You have to focus, my brother. We want more positive issues from you, ukiachilia mbali masuala ya mahusiano. Ni kweli Kajala ni mkubwa, ni kweli Kajala amefanikiwa kukupa hit song nyingi kwa sababu kuwepo naye kwenye mahusiano umefanikiwa kuachia ngoma nyingi sana zinazomhusu Kajala, ambapo hata wewe mwenyewe pia ulishawahi kuaddress. We appreciate that, but sisi kama mashabiki zako, we want to see kazi kutoka kwako, sio maneno ya vijembe na mpenzi wako. Haipendezi. Nimeona hata baadhi ya watu wanasema kwamba Harmonize ni kama vile anamkosea Kajala. Kajala alikosea kudate na kijana mdogo na nini. Tofauti ya Harmonize na Kajala sidhani kama inafika miaka 10, haifiki, si ndio? Na tunaamini Kajala kuwa mkubwa basi anakuwa na maturity ya hali ya juu. What I believe ni kwamba inawezekana Harmonize yeye ndo ana utoto, Kajala ni mtu mzima. Kwa hiyo kuna muda kwa sababu ya utoto wake inafanya Kajala act tofauti na Harmonize ya mind. Lakini pia inawezekana Kajala akawa mtu mzima akawa na act kitoto, Harmonize akawa na mind. Kama hivi kusema kwamba Kajala nalinga, anajisikia ni mtu ambaye asiye muheshimu na vitu vingi ambavyo Harmonize amevisema. So ni hivyo tu ushauri wangu kwa Harmonize, this time around you have to focus kwenye kazi. Tunataka project mpya, 31 album. Umekuwa ukipromote, umekuwa ukizungumza kila siku zinazidi kwenda. Ulisema utaiachia kwenye birthday yako mwezi wa 3, haujaiachia. Ulipokuwa na turn 31 mpaka sasa, basi your album haitobeba ile dhamira ambayo ulikuwa umeidhamiria kwamba ukifikisha miaka 31 ulitangaza album utaiachia mwaka gani, hujaachia. So tunataka kazi sisi. We don't need stories, we don't need what and what. We know stories, drama ni kati ya vitu ambavyo vinaunda entertainment industry, but from right now we want kazi kutoka kwako Konde Boy. Jeshi, mimi ni Ricky Kisalala sana, and this is how we do.